Hamisa, tulikuwa tunazungumza namna ambavyo wazee wa Yanga wamezungumza timu yao ilivyopata hasara. Nakumbuka kwenye mechi ya Simba dhidi ya Constantine ndio uwanja ulifungiwa. Baada ya kufungiwa mechi ambao walicheza na Al Masry, Simba akasema kwa maana watu waliotunza tiketi watatumia tiketi zao zile zile ambazo walikuwa shakata siku dhidi ya Constantine waweze kuingia nazo. Na kwa kuwa Young Africans wamesema hawachezi, ingekuwa wanacheza tarehe 15 wale mashabiki zaidi ya 40 ambazo records zinasema waliokata tickets na wao wanapata wapi nafasi ya kuweza kuzitumia tiketi zao za tarehe 8 katika siku ya tarehe 15 June? Sasa Young Africans kama watakubali kucheza mchezo bado watabaki ndio mwenyeji wa mchezo. Kwa hiyo unategemea of course huo ni ungwana. By the way, huwezi ukawalazimisha kwamba basi tiketi ambazo mashabiki wamezikata inabidi wazitumie kwenye mchezo kwa sababu wameingia hasara. Hapana. Wao ndo watabakia na msimamo ambao wataamua kushikilia wao. Kama mashabiki zao watawaruhusu kuingia na tiketi ambazo tayari walishazikata lakini hazikufaa kwenye mchezo ule, ama haitokuwa hivyo, wao wataamua hapo. Lakini kwangu bado labda Young Africans wenyewe waje wa outline ni kwa namna gani ambavyo wamepata hasara kwenye huo mchezo, kutokuchezwa au kuahirishwa kwa dabi kwa namna gani, yani wameathirika kiasi gani, kwa sababu kwa jinsi ambavyo hii hasara inazungumzwa zaidi kama narrative, yani haijawekwa kwenye maandishi labda niseme, au haijazungumzwa kwamba jambo kwenye kitu tumepata hasara fulani na iligharimu hiki na hiki na hiki, kwenye kitu B gharimu hiki, na kwa sababu huu mchezo si kama umeahirishwa wakati Young Africans wakiwa tayari wameshafika uwanjani. Yani wameshafika uwanjani, mmeanza warm up ili mashabiki washaingia uwanjani, ndio mnapigiwa simu bwana, mnaambiwa huu mchezo, au anakuja kamishna mchezo baya anasema mchezo umeahirishwa, ondokeni. Hapana. Huu mchezo toka sekeseke lilivyoanza baada ya Simba kuandika barua yao kwamba hawatakuwa tayari kucheza kwenye huu mchezo mpaka wale ambao wamehusika na kadhia ambayo waliipata wawajibishwe. Kesho yake body pale tukaona wanaposti mchezo upo, lakini baadaye mida ya saa 8 waliposti mchezo. Kwa hiyo hata paka Young Africans ambao walienda uwanjani, walienda wao kwa mapenzi yao na kwa matakwa yao, lakini si kama walienda uwanjani kwa sababu mchezo ulikuwa tayari upo katika ratiba. Kwa hiyo bado wao walienda uwanjani, si wamesema wanafuata kanuni, wafike uwanjani ili wapate zile alama 3. Kama wasingefika uwanjani wakaona kungekuwa hakuna uwezekano kwa wao kupata kile ambacho walikuwa wanakihitaji katika vyombo vya uongozi. Inawezekana hilo wao wenyewe ndio ambalo waliliona linaweza kutokea. Kama tukienda uwanjani tukasubiri dakika 15 tukafika tukafanya warm up tukarudi tukavaa jezi za mechi tukakaa dakika 15 uwanjani, mechi kaisha tukaondoka, tutapata alama hizo 3. Lakini sasa issue iliyopo ni kwamba unajua bodi ya ligi wao ndio wasimamizi wa ligi, yani wao ndio wenye ligi lolote lile, ambao ndio maana wana kifungu chao ambacho kinawalinda wao kuweza kuwa na maamuzi yoyote ambayo wanaweza kuyafanya, hasa katika hili ambalo limetokea kwamba wanaahirisha mchezo. Wanaweza wakaahirisha mchezo kwa chochote kile ambacho kinaweza kikatokea, au wakajiridhisha kwamba huu mchezo hauwezi kusimama, wakaahirisha mchezo. Kwa sababu kwa jinsi ambavyo bodi walizungumza kwenye barua yao ni kwamba mchezo umeahirishwa kutokana na kwamba kulikuwa sababu za kiusalama na sheria vya rushwa. Mpaka sasa hivi sisi tupo kwenye kificho, hakuna ambaye anafahamu hili jambo lipo ama halipo. Inawezekana wakaja na ripoti baadaye, then wakatuonyesha tukasema yes, hii ripoti ni kweli, kuna vitu ambavyo vilitokea. Inawezekana ndivyo ambavyo viliwashawishi wao kuweza kuahirisha mchezo. Kwa hiyo inawezekana walikuwa na sababu. Kwa hiyo nyinyi mkisema muende uwanjani sasa hivi, hiyo kesi hata ikienda kasi, inawezekana ikawa ni kesi fulani ambayo ni nyepesi sana kuisolve, kwa sababu unapewa vipi alama kwenye mchezo ambao umeahirishwa? Akasi wao si wamesema Yanga waanze tena upya huko katika ngazi za TFF. Yani sasa hivi Young Africans hata aanze upya, afuate protocols zote, aende kasi. Kama hata kuna namna ambavyo atanufaika, itakuwa ni vigumu sana kwa sababu huu mchezo uliahirishwa. Yani Simba hata kama aliandika barua, hata kama bodi waliingia kwenye hili jambo kichwa wakaahirisha mchezo, lakini still wao kwa sababu ndio wasimamizi wa ligi walichoahirisha mchezo, inakuwa yani Simba anaweza kujitetea simple tu. Yani Simba kwenye ile anaweza hata asiweke wana sheria, akakusanya tu mashabiki ambao wanajua kuzungumza mpira. Yes, wastara. Kwa sababu gani? Yani ukishakuwa tu umeshajua kanuni za ligi, unamkata vipi mtu alama ambaye mchezo uliahirishwa? Yani sasa hivi Simba anakuoje, unanikata vipi mimi? Ingekuwa baada ya Simba kuiandika ile barua kwamba hatutocheza mchezo pasina kumconsult yoyote, sisi hatutocheza mchezo,
tumejiamulia paka pale ambapo wale ambao wamehusika na hii kadhia tulioipata wameadhibiwa. Then bodi ya ligi kama walivyoamka asubuhi wakaposti mechi itakuwepo, wasizungumze lolote. Mechi iende kila kitu kamishna mchezo awepo uwanjani, sijui set nzima ya waamuzi iwepo, kila procedure ambayo inapaswa kufuatwa ifuatwe, watu waende uwanjani dakika 15 watu wafanye warm up, wavae jezi za mechi 15 zimeisha, filimbi imepulizwa, pale ndio inaweza ikawa ndio kama kesi mfano rahisi kama ilivyokuwa kwa Ahli na Zamalek. Imekuwa rahisi kwa Zamalek kunufaika na alama 3 kwa sababu mchezo haukuahirishwa. Maana bodi ya ligi iliamua ule mchezo utakuwepo. Nyie Ahli mmekataa, kaeni pembeni. Lakini kwenye hili hapa inakuwa ni ngumu kumkata alama Simba kwa sababu unamkata vipi alama kwenye mchezo ambao wenye ligi yao walishaweza kuahirisha. Kwa hiyo kwenye hili jambo ndio maana Young Africans nawaelewa. Of course nawaelewa kwa sababu wanachojaribu kukionyesha wao ni kwamba wana haki. Lakini kila wakiangalia wanaona hakuna chombo ambacho kipo tayari kusimama na sisi kuipigania haki yetu. Ndio maana wanabaki kusema hatuchezi mchezo. Kwenye hilo la wao kuwa wana haki naungana nao kwa sababu paka sasa hivi mimi mwenyewe naamini ule mchezo uliahirishwa kimakosa. Wastara finali ya Copa America ya mwaka ya makala hii ya juzi ambayo imeisha. Ule mchezo ulichelewa kuanza kutokana na kwamba kulikuwa kuna vurugu za mashabiki wa Colombia ambao uwanja ulijaa, wakaona msitutania, wakawa wanapanda juu darini wanadumbukia. Yaani ilikuwa inafikia paka wanapigana na walinzi wa kiwanjani. Jaribu kuangalia hiyo vurugu. Lakini walisolve ile kadhia, mchezo ukaahirishwa, mchezo ulicheza. Kwa vurugu ilikuwa ni kubwa kuliko ile ya Simba. Vurugu ilikuwa ni kubwa, video tulikuwa tunaziona, mashabiki wamepanda. Yaani jaribu kuimagine mwanamke kapanda darini kule anajirusha. Wanapigana paka na walinzi wa uwanjani. Finali ya UEFA 2022 Real Madrid dhidi ya Liverpool ilichelewa kuanza kwa sababu gani? Kulikuwa kuna kashikashi ambazo zilikuwepo kabla mchezo kuanza. Mechi ya Napoli ya UEFA mwaka jana kuna mechi moja hivi pia ilikuwa na sintofahamu. Ni Napoli ama Frankfurt? Ya Frankfurt ni mwaka juzi ambao walicheza finali ya UEFA Europa na wakawa mabingwa. Kwa hiyo wanajaribu kuona. Kwa hiyo bado siipati hiyo taswira, na kama kulikuwa kweli kuna viashiria hivyo vya rushwa, kuna viashiria hivyo vya uvunjifu wa amani. Of course ya rushwa tuweke pembeni. Uvunjifu wa amani ina maana ni kitu ambacho lazima kilikuwa observed siku ya tukio lilivyotokea. Simba alipoenda uwanjani akanyimwa kuingia uwanjani. Sasa ilikuwa vipi? Bodi wakatuaminisha kesho yake kwamba wakawa na posti tuende uwanjani, mashabiki waendelee kusogea kwenye kiwanja mchezo upo. Ina maana hawakugundua kwamba kulikuwa kuna uvunjifu wa amani siku ya jana, wamekuja kugundua siku iliyofuata. While wao wenyewe asubuhi walikuwa wanaposti kwamba mchezo utakuwepo. Sijaribu kunipata pointi yangu. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna issue ya kiusalama, nilitegemea mchezo uweze kuahirishwa toka jana. Siku imeanza upya. Mnaambia mashabiki waende uwanjani, then baadaye mnakuja. Kwa hiyo kwenye hili swala hakuna namna yote ambayo bodi wanaweza karuka kwenye issue. Lakini sasa kwa Young Africans huwezi kudai haki yako kwa namna hiyo. Yaani huwezi kusimama tu ukasema hatuchezi kwa sababu siku ya mchezo ikifika Simba wakaenda uwanjani, taratibu zote zikafuatwa. Na maana kwa Young Africans itakuwa rahisi wao kukatwa alama kwa sababu hamjaucheza mchezo na hakuna chochote ambacho kimeendelea nyewe baada ya kesi yenu kurudishwa katika ngazi za chini. Sawa, Hamisa bwana amechekesha hapo sema Copa America Colombia kule walivyopanda, yani mwanamke kapanda juu ya dari. Nitakupa video yake ninayo hapo. Mwanamke kapanda juu ya dari anaruka. Unajua Colombia huko nalikotoka nilikuwa kuna mechi ile ya mwaka jana kama sikosei, hadi Dani Nunes akaenda kupambana Uruguay, ilikuwa anacheza na Brazil. Ndio Copa America hii ambao Copa America hii ambao walitolewa nusu finali Uruguay. Uruguay walitolewa nusu finali, watu wanapigana mpaka walinzi wamewapiga. Nunes alitukanwa akapanda jukwani kule akaenda kuokoa familia. Hata kwenye mchezo wa of course ilikuwa ni msimu ambao wanachukua West Ham UEFA conference. Kulikuwa kuna rushwa msimu jana juzi kulikuwa kuna rushwa chupa mpaka kuna mchezaji alikatwa, damu zikawa zinamtoka, lakini mechi haikuahirishwa pale, mechi iliweza kuendelea. Kwa hiyo hiyo sababu ambayo yani mimi binafsi sababu ambayo ongeza kuniaminisha kweli sasa hivi bodi wameamua mchezo usichezwe ni labda Simba angefika pale. Sasa ama bodyguard ambao tunaambiwa walizuia Simba makomando waliwazuia Simba wasiingie. Ningeambiwa labda walifungua lile basi la Simba kutaka kuelewa. Wakaanza kumkamata au njoo viboko. Si nani wachezaji wakadhurika kiasi kwamba kwa kuhudhurika huko kuna wafanya wasiwe fiti kuelekea mchezo. It's okay. Lakini wachezaji walikuwa kwenye tena ilikuwa mwezi mtukufu, waliletewa futari kwenye basi, wakafuturu kwenye basi. Baada ya hawakushuka kwenye basi kwa sababu basi lilizuiliwa kuweza kuingia, wachezaji washuki nje ya gate. Unaweza kutuaminisha vipi kulikuwa kuna issue ya usalama ambayo ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba umeweza kuahirisha mchezo? Jaribu Wastara mwenyewe, jaribu tu kurecall
tukio ambalo Simba walikutana nalo kwenye mchezo kuelekea mchezo dhidi ya Pamba na ile la juzi, lipi lilikuwa kashikashi? Ya Pamba watu walipandishwa kwenye karandinga, lakini mchezo ulichezwa. Kwa hiyo bado, yani mimi bado sioni sababu ya kuahirishwa mchezo, lakini hiyo kwa sababu hii ni dabi na hadhi tofauti. Hapana cha hadhi tofauti wa Stara, kwa sababu hivi vigezo ambavyo tunavizungumza vipo kwenye kila mchezo. Dabi na hadhi yake, hadhi zitabaki kwenye issue zingine. Kwa mfano kwenye issue ya kiwanja, lazima mchezo mkubwa uwe na utengewe kiwanja ambacho kitakuwa kinaweza kuhodhi mashabiki wengi. Waamuzi ambao wanausimamia mchezo lazima wawe na badge ya FIFA. Hivyo vyote lazima vitafuatwa, lakini huwezi kuahirisha mchezo kwa sababu kama hii, kwa sababu ni dabi, wakati sababu kuna issue kama hiyo ilitokea tena kubwa zaidi ya hiyo, lakini bado mchezo ulisimama. Kwa hiyo kwenye hili bado mimi nasema kwamba jinsi ambavyo bodi wameliingia hili hawaja, na of course kuna wazee jinsi walivyozungumza, kuna mtu inabidi ajiuzulu. Mimi naungana nao kwa sababu kama viongozi wanashindwa kusimamia kanuni zetu za ligi ambazo wao wenyewe walizipitisha, inakuwa vipi wasiweze kujiuzulu? Kama mtu anashindwa kusimamia kanuni, ni bora atoke, aombe msamaha ama aweze kujiuzulu, lakini bado haiwapi Young Africans. Wakiomba msamaha pia inaweza ikawa ni rahisi kwa Young Africans kukubali kucheza. Unajua kuna wakati Young Africans bwana, jinsi ambavyo wapo Yanga kwenye hili jambo, ndio maana kuna siku wa Stara issue ilipotokea. Siku nilisema hapa, hili jambo bodi wenyewe wanalikuuza, lakini issue simple tu. Wangetoka tu hadharani wakaomba msamaha, na kwambia Young Africans kabla hili jambo lijafika huko, Yanga wangeweza kucheza, kwa sababu yani unajua wangejishusha kuomba msamaha, kuna namna tu fulani Yanga wangejifila. Kumbe sababu sasa hivi wao ni mtego huo. Sasa hivi yani bodi ya ligi ama TFF itoke hadharani iseme, kwa maana kwenye hiki ambacho kilitokea Machi 8 bodi ya ligi ama TFF tumekosea, tunaomba radhi kwa mashabiki wa soka, hii mechi ichezwe. Ile kukubali tu kwa maana walikosea na kuomba radhi. Yanga uone wanapata point ya kuendelea kuishikilia kile ambacho wanachokihitaji, kwa sababu huyo mtu fulani au Hamisa au Imani alitoka hadharani na kusema amekosea. Kama alikosea, kwa nini asiwajibike? Kwenye hiyo kushikilia hapo kwamba kuwajibika, it's okay. Bado mvutano utaendelea, lakini huo mvutano hakuna sehemu yoyote ile ambayo unaweza kuwanufaisha Young Africans alama 3, kwa sababu huo mchezo tayari ulishaweza kuahirishwa. Kwa hiyo ingetokea sasa kama wangeomba msamaha, baada ya hapo sasa ndo tungesikiliza. Sasa kama ili jambo bado lingeendelea kuwa likubwa, basi mwisho wa siku ingebidi sababu wastana nilivyo kwa jinsi issue ilivyo binafsi, kwa mimi nilivyoiona ni mpango ambao Simba waliupanga. Simba alipanga sicheze game na kwenda uwanjani, kila kitu alipanga kiwe vile. Of course alipanga kiwe vile kwa sababu Simba na Yanga wanafahamiana. Yani ule mara ya mwisho kuona mchezo wa dabi unachezwa, timu moja na kwenda kufanya mazoezi sisi masaa 24 kabla ya mchezo. Lini mara ya mwisho kuona? Sasa hiyo isilikuwa makosa, lakini kanuni si zinasema watu wacheze wafanye mazoezi kwenye kiwanja husika. Wastara hii nakupa. Simba waliplani kutokucheza. Na kumbuka Singida Big Stars kabla hawajawa Black Stars, kwa maana hawajawa Fountain Gate, mechi yao ya CCM Liti kama sijakosea dhidi ya kikosi cha Coastal Union, watu wa Singida walienda na basi uwanjani wakawazuia. Yani walikuwa wanaita mazoezi ya Coastal Union, na waliadhibiwa kwa sababu Coastal Union walikuwa na haki ya kufanya mazoezi siku moja, muda ule ambao mechi inachezeka, siku moja kabla. Hapa tunazungumza Simba na Yanga. Tena zamani walikuwa na vikanuni vyao ambavyo wanavyo wao. Kuelekea mchezo wa dabi wote wanakuweka kambi huko kabisa nje ya Dar es Salaam huko. Ndio maana nakwambia Wastara kwenye hili jambo tumalizie. Kwenye hili jambo ni kwamba kwa jinsi issue ilivyokuepo ni kwamba Simba aliplani asicheze mchezo. Lakini kwa jinsi ambavyo bodi walilivaa hili jambo, of course inawezekana wao wamelivaa na waelewa hili jambo. Wastara hata ingekuwa ni Yanga wamekataa kucheza mchezo, ingekuwa Yanga ndio issue kama ile imetokea, bado bodi wangesimama hivi kwa sababu hawana hiyo audacity ya kuweza kufanya. Of course alizungumza paka mwenyekiti wa bodi alizungumza. Kwa hiyo bado unaweza ukawapa hiyo benefit of doubt kwamba it's okay walifanya vile, lakini hawajalivaa kihusika. Yaani wamelivaa nusu nusu. Kama umeamua kulivaa Wastara hili jambo kama hili, unapoamua kulivaa jambo ambalo unazungumza maslahi, sababu unapozungumza Simba na Yanga ni maslahi ya mpira wa Tanzania, inabidi ulivae haswa. Yani ile ukiamua kulivaa itapita hata na cheo chako. Haitafikia sehemu sasa utaweza kujiuzuru hata katika nafasi hiyo, kwa sababu umeshindwa, yani umeamua kwenda kinyume na kanuni jinsi ambavyo inataka. Kwa hiyo ili jambo, angalia jinsi ambavyo Simba wamejivua kiulaini. Yani Simba amerusha shilingi, jinsi ambavyo shilingi ilikuwa inazunguka bodi akainyanyua, Simba ametoka kiulaini. Sasa hivi Simba anakuambia mimi mchezo uliahirishwa, ingawa yeye akataka kucheza. Kwa hiyo Imani naungana na wazee. Young Africans kumekuwa na matamko siku hadi siku, na si kwa mashabiki, si kwa viongozi. Tuliona barua ile statement juzi ambayo Young Africans walitoa. Pengine haya matamko ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakitoka, nini hasa ambacho wanakikusudia Young Africans?
Uwezo kumlaumu kwa sababu gani? Kinachotokea chote mpaka anaongea kauli hizo, tumeona kila mtu anasema sichezi, ndio hatuchezi. Nachoona ni kwamba kila kitu kilianzia mwanzo. Na yote haya ni kwamba bodi ilishindwa kumsikiliza Young Africans. Okay. Na viongozi wote wa mpira zaidi wa juu ya bodi ya maisha TFF. Kwa sababu gani? Kwa sababu ambacho Young Africans yamekikazia ni kwamba cha kwanza alikatalia hawakumsikiliza. Ni kwamba mimi nina haki lakini sisikilizwe, si ndio? Kila mtu anahitajika asikilizwe, kwamba inatakiwa lete mawazo yangu, inatakiwa lete na ili nione alete yani zile si nitumie neno gani. Okay. Yani namna ambavyo amehukumiwa Young Africans, anajiona kama ameonewa sana na bodi, kwa sababu anaamini ana makosa. Dabi kuahirisha kwake hakupenda, kwa sababu kucheza mpira ule. Alikuwa anaamini hamna tatizo lolote lilotokea mpaka pale kwamba bodi wakasema kwamba ligi na kwamba game imeahirishwa. So nachoona ni kwamba ana imani na bodi, na pia asikilizwi, na pia na kauli ambazo viongozi walizivitoa kwa kwenye timu yao hawakupendezwa navyo mpaka sasa hivi.